Na kuwepo kwa Sheikh Mustafa, lakini pia tunaye katika jukwaa letu baba harusi aliyekataliwa, lakini yeye ndio ambaye atakayeweza kusimulia namna gani jambo lilivyokuwa, ili tayari wewe ambao unafuatilia uweze kujua tukio kubwa na adhimu ambalo huenda ulikuwa ulifahamu vizuri. Mimi sina la ziada, cha msingi ni kumwambia tu baba harusi huyu aliyokataliwa nimkaribishe kwamba jukwaa lako litawalie sasa, kwa sababu huu muda ni kwa ajili yako na watu wako tayari kufuatilia kwenye jukwaa hili. Tayari, karibu sana bwana. Asante. Kwa majina naitwa Junaid. Nimekuja hapa katika jukwaa la Sheikh Diwani. Nimepata mwaliko wiki iliyopita. Nimekuja kutembea. Wengi waliniona katika mitandao ya kijamii kuhusiana na lile sakata la kataliwa. Ni kweli nilienda kuoa mtaa Mbagala hii. Nilipofika pale, baba wa bi harusi akaanza kunikataa, ila sababu kubwa kabisa kwake ni kwamba kimo changu, lakini mpaka nagaramia natoa mahari, anasema kwamba hakuwahi kuniona. Yeye aliona kwenye picha na akidai mshenga yeye ndo alijua labda ndo anakuja kuoa. Kwa hiyo ndo hicho kilichokuja kutokea. Bahati nzuri kwamba kuna chombo kimoja cha habari, media ilikuja ikanioji pale, inaitwa kama Nyundo TV, kanioji, ndo habari zikaenea mitandaoni. Pia nashukuru wote walionipa pole katika kipindi hicho. Nilisoma comment nyingi, nilipitia. Wengi wakaa wananitaka nitulie au labda nikienda kuoa niende moja kwa moja nijitambulishe au vipi, ila tu kikubwa kilikuwa ni sababu za kazi hapa na pale, kwa hiyo sikupata wakati mzuri wa kwenda ukweni. Ila baada ya vile maneno kuwa mengi, nikaamua kurudi nyumbani kwetu, kwenda kutulia kidogo na wazee, kuchukua ushauri hapa na pale. Ndipo nikaelekezwa niende katika sehemu fulani, hapo nitapata binti wa kuoa, kwa sababu wazee walikuwa tayari washaongea nao na kila kitu na wazee wake. Nikaenda, wakaniona, akakubali kila kitu, ila nikasema kwa kuwa naenda kuoa mke mwingine, nisisite kwenda kwa Sheikh Diwani kwenda kuchukua mkono wa Idi ili nijiimarishe zaidi. Ndio nitakubaliwa, nitaoa vizuri, lakini upande wa pili nisikae kinyonge. Yes, nisikae kinyonge. Nikachukua mkono wa Idi kwa Sheikh Diwani, ni huu hapa. Kwa nashauri vijana wenzangu, wanaume, wa baba, wazee, mtumie mkono wa Idi. Kama hujajaribu, hichi sio cha kujaribu, hichi unatumia moja kwa moja. Nje muone Sheikh Diwani anapatikana Mbagala Kizuiani. Basi ndio hivyo, na sasa hivi nipo katika process za kutafuta mke wa pili. Wiki ijayo naenda kupeleka mahali. Kwa hiyo ndio hivyo, nawaalika kwa ambaye atakayeweza kufika afike. Karibuni sana. Na kwa anayehitaji mkono wa Idi aje Mbagala Kizuiani kwa Sheikh Diwani. Hapo chini kuna namba zake zinapita na kila kitu, atapa muongozo anapatikana wapi, sehemu gani, atapataje. Popote ulipo pia zitafika mkoani. Hata ukiwa Zenji, wewe tu utakufikia mkono wa Idi. Wengi mlikopo mnaongea kuhusu mahali imekuaje baada ya pale. Ni kweli kabisa, mahali sikurudishiwa. Nilitoa 500,000 sikurudishiwa. Lakini natoa asante kwa mashehe wengi
wameliongelea hili swala mitandaoni, katika misikiti, katika mijadala ya hapa na pale, wameongea na kunitakia pole, kunifariji. Ila nashukuru sana kwa wote mlionisaidia kupita katika kile kipindi kigumu. Nashukuru sana mashehe wote mlionipambania, vijana wenzangu, wazazi. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu atawalipa.